Samueli wa pili mlango wa 6 mstari 11 hadi 15. Nasoma Samueli wa pili mlango wa 6 kuanzia mstari wa 11. Sanduku la Bwana akalitia katika nyumba ya Obedi Edomu Mgiti muda wa miezi mitatu. Muda wa miezi mitatu sanduku la Bwana lilikaa kwa ile nyumba. Ilikuwa kwa upendo tu, kwa neema tu, kwa rehema tu. Wakati alikataa kwa ni ngumu, akapeleka kwa nyumba ya Obedi. Na mimi nasema alikuwa na shida nyingi, familia yake, jamii yake, watu yake, ndugu zake, ana zake, watu wake. Labda ingine ilikuwa ni kazi, labda ilikuwa ni biashara, ingine ilikuwa ni magonjwa, ingine ilikuwa ni maendeleo. Ilikuwa shida kubwa. Lakini sanduku la agano lilipoingia walipanda kaambia Mungu asante. Kuondoa sanduku la agano. Na alikuwa na imani shida iko ndani yake itatoka. Alikuwa na imani kama ni utasa itatoka, kama ni maskini itatoka, kama ni laana itatoka, kutokuwa na watoto itatoka. Alikuwa na imani hiyo sanduku la agano imeingia itatoka. Kwa na imani katika Jumapili ya nusu ya mwaka ya kwa Mungu anakuonekania kwa hiyo Jumapili ya nusu ya mwaka. Kwa na imani Mungu atendea watu yako, atendea kazi yako, biashara yako. Ukianza kijana ukisonga mbele, Mungu akuonekania utende wema. Kijana tunaongea kuhusu kibali na neema. Wote kibali na neema ikupiganie kwa wiki hii. Ni mambo matatu ambayo yanafunga watu. Mambo za eneo, mambo za familia na maneno. Kuna watu maneno yao wanahangaika duniani hii kwa sababu maneno. Watu wanaongea juu yao, ukweli wanaongea juu yao, maadui wanaongea juu yao, wachawi wanaongea juu yao, nasema hutakuwa na watoto, hutakuwa na biashara, hutakuwa na kazi, hautaendelea, hautafika mahali na ninaendelea saa hii. Na ndio vile Obedi aliambiwa hivi. Mazingira alikuwa anaishi ni mfunga. Eli alikuwa anaishi ni mfunga. Eli kazi yake, eli biashara yake, eli mambo yake, eli familia yake alifungwa. Angaza kuna chochote kizuri. Paka wakati wa agano la Mwenyezi Mungu, sanduku la agano liliingia kwenye nyumba. Ndio ikabashia laana, ikabashia mazingira, ikabashia eneo, ikabashia maneno walioongea kwake haiwezekani ikawezekana. Wote tumepiga leo waliongea kwako. Wakasema iwezekani, kwako ionekane. Kwa ile ofisi ionekane, kwa ile biashara ionekane, kwa ndoa yako ionekane, kwa familia yako ionekane, kwa wateja wako ionekane, kwa mipango yako ionekane katika jina la Yesu. Alijua siri ya agano. Akasema kwa hiyo mstari kama ndio hajafunga kama ndio kuchukua ya agano nitaomba sana. Alifunga na kuomba kwa hizo siku miezi 3. Alitoa agano lake sadaka kwa miezi 3. Akiambia Mungu ni atoe sadaka, na atoe fungu la 10, na atoe nadhiri, bariki mtu wangu na masomo, bariki kazi yangu, bariki mke wangu, bariki biashara yangu, bariki mtu. Miezi 3 Mungu alimuinua. Wacha hizi miezi nakuja Mungu akuinue. Kilio chako, ombi lako, kufunga kwako, kutoa kwako, nadhiri yako Mungu akusikie. Amen. Amen. Ili Israeli pia kinadhiria Mungu, umenipa utawala, lakini wewe unafunga na kuomba nadhiri yangu ajenge hekalu. Na alipanga nadhiri kujenge hekalu, Mungu alimwambia utatawala. Kampa mali na hekima na maarifa. Kwa hiyo Mungu alijua shida ya baba yake, shida yote yake. Na akasema akaiombea, akaitolea nadhiri, akaitolea sadaka. Wakati unasikia kanisa wanasema tutoe kifani kuhusu kujenga madhabahu ya Bwana, hapo inakuwa ni wewe na Mungu yako. Hivyo tu. Ilikuwa Obedi, shida nyumba yake, watu yake, biashara yake, kazi yake ilikuwa ile na Mungu wake. Na kwa maana sanduku inaingia na agano, utaiachilia. Utaiachilia. Sanduku la agano limeingia. Amen. Unapotoa nadhiri, unapotoa matoleo na Mungu, unatoa matoleo kwa sababu tongo,
anaenda kufanya mtihani mwaka huu, apite katika njia ya Yesu. Ndoa yake, biashara yake, kazi yake, vile mdema aliombea familia yake yote. Na wewe eneo familia yako ni gani? Biashara, kazi, ndoa zao, mafanikio yao, kuinua kwao, wewe utaomba leo. Soma. Naye Bwana akambarikia Obedi Edomu na nyumba yake yote. Kisha mfalme Daudi akaambiwa ya kwamba Bwana ameibariki nyumba ya Obedi Edomu. Akaambiwa Bwana amebariki nyumba ya Obedi. Kwa sababu waliomwambia alikuwa anajua nyumba ilikuwa imelaniwa. Analala magonjwa, umaskini, visirani, balaa, kifo mapema, ajali mapema, biashara kuanguka, kazi inaanguka. Nilikuwa ndani yake. Wanamkataa, wote wamekimbia, akaenda kinaanguka tendelei. Akasema hapana, ile itaji Mungu. Wanakuwa anasema hata tendelea, kwa nini leo kashangaa? Imekuwaje? Akani ya Mungu ilifanya kazi. Neno la Mungu lilifanya kazi. Amen. Ishara ya Mungu ilifanya kazi. Yes. Ndio Mungu akaacha Yesu Kristo asulubishwe kwa sababu ya wewe. Ile neema iko ndani yako, akupe kibali ya kushinda maneno, eneo na mazikara. Amen. Amen. Wacha Jumapili Mungu akuonekanie. Cha kuimbisha imani yako. Wewe jiulize, mbona hii ujumbe imekuja leo? Imekuja kwa sababu ya wewe. Yaani kwa amekaa analeta sanduku la agano. Na ujumbe leo ni kama ile sanduku la agano. Umekuja leo kwa sababu yako. Kwa sababu ya mwili wako, kwa sababu ya maisha yako, kwa sababu ya watu yako, kwa sababu ya biashara, kwa sababu ya promotion, sababu ya maendeleo, sababu ya kujenga, kununua shamba, kuwa na watu wazuri. Haleluya. Haleluya. Na nikamwambia watu ufungwa na maneno ambaye niongelea, wengine wazazi waliongea, wengine jamii iliongea, wengine adui aliongea, wengine mchawi aliongea, wengine mganga aliongea, wengine mtu aliongea kama mzaa. Ninafanya kazi sahihi ndani yako. Ilikuwa ni kama mchezo ndio kumbe amemaliza. Yesu alipanda mbele mti. Akaenda kama na njaa kurudi ile mti. Kuna matunda. Yesu akasema kuanzia leo hakuna mtu anakwenda kwa hii matunda. Kwa hii miti matunda yote. Amen. Ile ilikuwa ni fundisho. Anafundisha wanafunzi wake. Kuna wote wamefungwa na maneno ya mzaa, na maneno ya siri, na maneno ambayo umesikia. Kuna wengine maneno yanafunga ama ya siri, imefanya siri inaofunga. Ingeni kama mzaa inafanya kazi. Ngeni watano wanatumikia inafanya kazi. Haleluya. Haleluya. Ukisoma sehemu itakwambia namna gani. Inasema ilikuwa inafika wakati wa miti kutoa matunda. Lakini Yesu anasema hakutakuwa na matunda. Lakini wakati wake, kila wakati kuna msimu ya kila kitu. Na hiyo msimu ikifika, kuna dini za kuiongea juu yake. Anza kuna juu yake. Anza kuingia kutoka maeneo. Kwa mambo ya familia, kwa hiyo mazingara, ukuta kwa upande chochote. Sasa unajua msimu yako mwezi wa 7, kuna jambo gani kutenda. Mwezi wa 8, ngine mwezi wa 9, ngine mwezi wa 10, 12, kuna mwezi kutenda maishani mwako. Wanateka nyara hiyo msimu hiyo mwezi. Haleluya. Haleluya. Amen. Marko 11:11. Mark chapter 1 verse 11.
Tusoma kitabu cha Marko 11 kuanzia mstari wa 11. Naye akaingia Yerusalemu hata ndani ya hekalu, na alipokwisha kutazama yote pande zote, kwa kuwa ni wakati wa jioni, akatoka akaenda Bethania pamoja na wale tenashari. Hata asubuhi yake walipotoka Bethania, aliona njaa. Akaona kwa mbali mtini wenye majani, akaenda ili labda aone kitu, ili labda aone matunda. Nimetoa majani kuisha kwamba itavuna matunda. Endelea. Na alipoufikia hakuona kitu ila majani tu. Maana si wakati wa tini. Si wakati wa tini, kwa msimu wake. Msimu wake leo ni mwezi wa 8 au mwezi wa 9. Ni kama hizi za Kitale ni mwezi wa 9 au 10. Si ni kweli? Amen. Kienda sasa utakuwa tu maua. Amen. Amen. Akaona njaa. Kafanya nini? Soma. Akajibu akauambia, tangu leo hata milele mtu asile matunda kwako. Na wanafunzi wake wakasikia. Amen. Ilikuwa vile anawaambia kuna watu duniani hii, kuna wachawi duniani hii wa eneo, wa ukoo, wa maadui, ambayo huongea jambo usipokubali Kristo inakuwa laana ndani yako. Mwongee kiingia ndani yako inakuja kwa mwili kwanza, nije kwa roho. Nikisema kwa roho ya ndani inaangalia baraka kadi uko nayo. Ikija kwa roho ile maongeo inakuwa laana, inakuwa roho. Ikishaingia kwa kuja na ile baraka iko na ndani fulani, inachokora baraka inarudi kwa mwili, sasa inaitwa uharibifu. Ikiwa nje ni mwili, ikiwa ndani hiyo maneno ni roho. Na ikiwa roho inatafuta kibali, neema ile Mungu ameweka ndani yako. Ndio bila nijua siri ya ile agano, akachua agano na neke imekuja kumfanikisha, kumbariki. Kwa hivyo hata wacha maneno yote, ama ukoo yote, ama mitego yote ya eneo, ikamate nafsi yake, roho yake, itoe ile agano. Tunza baraka watu yako, kazi zao, biashara yao, ndoa zao, tunza sana. Ninatumia maneno, ninatumia mazingara, ninatumia eneo, ninatumia mmea ukuu. Msimu yake kupanda matunda ilikuwa bado. Sasa wachawi na wakamba wametoa msimu ya baraka zako, wametoa nusu ya mwaka. Tuwapiga mwisho, kuna kitu kinakutana na mashambao kuingia mwezi wa 7. Sasa anda kupiga vita ili mwezi wa 7 usione chochote. Unajua bwana, nusu ya mwaka kuna baraka fulani inakuja, ambapo umeipokea kwa mwezi wa 6 kutekeleza hiyo miezi zingine 6. Haleluya. Haleluya. Amen. Kabidi upende waombe. Ndio Jumapili ya saa hii leo na wiki ya kesho, omba sana. Kwa sababu ni mwezi wa 7. Baada ibada ya mwisho wa nusu mwaka ambao Jumapili ya leo. Najenga kesho yako, najenga siku yako, najenga msimu yako. Amen. Wewe na Mungu yako, watu yako ni wewe na Mungu yako. Kila mtu hapa na mambo yake. Tungana na idi yako. Siku moja nasema, Mungu alinipenda. Alikumbuka. Alikumbuka watu yangu. Alikumbuka mama yangu. Walisema itawezekana. Lakini kwa Mungu ikawezekana. Wataona. Tuombe hizo baraka waone. Hizo baraka waone. Kwa sababu usipoona utajua uko na Mungu. Si ni kweli? Acha ufanikiwe. Waliongea utakuwa na kazi upate kazi. Waliongea utakuwa na watoto upate watoto. Waliongea utaoneka uoneke. Waliongea utakuwa katika jina la Yesu. Yaani maongeo yao, mazingara yao, eneo yao, familia yao, wapata kwamba Mungu amekanusha, umebarikiwa.
Amen. Chukua matoleo yako. Iongoke tabeleni. Tuko katika baraka za Obedi. Na kuvunja laana za eneo, za mazingira na za maneno. Hayo matatu, ombea matoleo yako. Kama kuna maneno unaonako ama kuna unajua tu ile mambo unaona imekata kabisa kwa maisha yako, hayo ni maneno uliongea juu yako ikafanywa uchawi, ikafanywa uganga. Kabisa maneno ilikuwa familia, ilikuwa ukoo, ilikuwa eneo, ilikuwa mazingira. Kuna watu wengine wanafunga na familia, eneo amekaa ni mafunga. Eneo anafanya kazi ni mafunga. Eneo la biashara ni mafunga. Wengine kuna mtu fulani anaongea tu kimchezo. Kuna mzee anaongea, mama anaongea, baba anaongea, nyanya anaongea. Mwingine mali fulani mtu anaongea tu anafikiri mchezo linakukula saa hii. Kabisa maneno unapotoa matoleo yako. Tukiwa sehemu ya pili, unakumbuke akupiganie. Tafuta kila maagano ilikuwa maneno. Tafuta kila maagano ilikuwa eneo. Tafuta kila maagano ilikuwa mazingira. Wale chukua katika uongo katika jua katika vitu mbalimbali, wakaifanyia kazi, wakaifanyia matambio ya kafara. Lazima leo tuyafute, tuyatoe minyororo, tutoe kamba za mauti, tutoe msirani, tutoe mikosi, ili mtu wako huyo, mke wako, bwana wako, shamba lako, boma lako, wewe sasa zimebaki kukatilia jambo. Ni mwezi wako, mwezi 3 ilimunua mwendo. Na wewe wacha hiyo mwezi kile mbaki kwa kuinua. Amen. Iombe kileta mbele. Na kama ulikuwa mbia na ya tithe, kuja pia hapa tuombele, upeane, tunaombea zote leo. Waliotoa tunaombea majina yao iko hapa yote. Waliotoa pia tunaombea Mungu atuarehemu. Kama umeleta yako leo, ukatoa matoleo, leta tu hapa mbele. Aiombea kwa matoleo yako kama bode mdomo aliomba. Leo amini kwa Jumapili leo, ujumbe leo ambao ni Jumapili ya mwisho ya nusu ya mwaka ya 2026. Tukiingia mwezi wa 7 wiki ijayo. Kwaya, karibu kwaya.
Mungu awabariki sana na kwaya. Amen. Na tukate pamoja tafakari kwa Bwana Yesu. Asante kwa kupiga leo. Na Mungu akupe kibali, akupe neema, akupe rehema ya kwa mshindi katika kukamilisha mwezi wa 6 tukiingia mwezi wa 7. Pesa yake ya nini ya times right bwana. Asante. Amen. Amen. Ndio baba lake, ndio nyumba yake Mungu afanikishe katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Mara zote zilikuwa za mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 5. Kama ilikuwa madhabahu kutaniwa. Kama ilikuwa ni magano. Kama ilikuwa ni masauti. Kama ilikuwa ni madhabiko. Kama ilikuwa ni mabara. Kama ilikuwa maneno ya adui, ya ukoo, ya familia, ya biashara, ya kazi, ya ofisi, ya eneo, ya mazingira. Kila maneno aliongea. Unakuja kila maneno. Imezoea kila siku na promotion. Imezoea kila siku na kazi. Imezoea kila siku na ndoa. Imezoea kila siku na watoto. Imezoea kila siku na endeleo. Katika jina la Yesu. 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 Kila maagano yaliyoongelewa. Wakashakata mikono yao. Wakasema wanakuwa na kazi. Wakasema kwa biashara. Wakasema waendelea. Waharibifu. 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 Wanajali. Wanamikasi. Wanabadeni. 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 Mikono yao. Wakachafa. Uso yao. Wakachafa. Wanagano. Wanabadenu. Wanasema. Kena wapi. Watoto watauti watachami umaskini kwenye malaria kansa presha Hallelujah.
biashara, wale ndoa, wale kazi, uchumi yao, masomo yao, mashamba yao, mashamba yao, katika asante kwa bariki, kubariki amini. Weka mkono pamoja, watu wasimame hapo. Marko 8:22. Marko 8:22. Weka mkono pamoja, amini. Toka hapa mnakubariki kwa hii wiki na wiki mpya. Na mwezi unapoingia mwezi mpya ndio mnakubariki. Soma.
Marko 8:22. Wakafika Bethsaida, wakamletea kipofu, wakamsihi amguze. Akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamtoa nje ya kijiji. Baada yake tena kijiji chao ndani ya eneo, ndani ya mji, alikuwa amefungwa, asione chochote, asione biashara, asione ndoa, asione kazi, asione maendeleo. Ikabidi amtoe nje ya kijiji. Madhabahu yote ya kijiji ya kweli, madhabahu yote ile eneo naishi, madhabahu yote inayofanya kazi, unayofanya biashara, kwenye ofisi, ile yote madhabahu imetengwa mahali pale, ikaongea mahali pale, kuhusu mtoto yako, kuhusu mke wako, kuhusu bwana yako, kuhusu familia yako, na kemeza madhabahu, na kemeza madhabahu, unapewa kipofu, wao chochote, wako kipofu, wao kipofu, wao ni kazi, wao ni biashara, wao ni pesa, wao ni kujenga, wao ni boma, yomaro, kipofu, kwao, ofisi, kwenye biashara, kwenye kazi, wakataa, moyo yote, kwa macho yao, kwa mikono yao, kwa chochote, jaribu kazi, wakataa, kuna kazi, kwenda, biashara, ndoa, watoto, wale upofu, unasikia watoto, unasikia dada, unasikia ndogo, unasikia nyumba yako, unasikia watoto, unasikia kazi, unasikia biashara, unasikia jana, Baba, lako ni nuru, lako ni mwangaza, lako ni kibali, lako ni neema. Kila mmoja aliingia hapa akiomba familia yake, yule aliyomba familia yake, akiona kale kwa miezi 3 ulimbariki. Baba, na imani kwa hivyo na tunakamilisha. Wakiingia mwezi wa 8, 9, 10, 11, 12. Baba, wapokee mafanikio, wapokee ongezeko, wapokee baraka, wapokee kibali na mabadiliko. Asante Bwana, asante kwa kutenda, asante kubariki, asante kwa inua, asante Yesu. Luka 8:26. Shika mkono pamoja. Ni masauti, ni magano, ni matabiko, yote leo inatoka. Kama ni eneo, enea nyumbani, enea kazi, eneo kwa unaishi, kwa hiyo umekomboa nyumba, kwa unakaa, kwa hiyo mtu anafanya kazi, kwa ile ofisi. Leo ushindi unaikana. Hizo eneo, hizo mazingira, hizo sehemu, Mungu anakufanikisha. Amen. Tusoma Luka 8:26. Wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya. Wakafika pwani kwa nchi ya Gerasi. Gerasi ilikuwa nchi kubwa sana, lakini eneo hiyo nchi ilikuwa na nguvu za giza kabisa. Eneo ya nchi ilikuwa na nguvu za mapepo, ya utasa, ya madeni, ya mauti, ya kifo, ya ukataliwa, ya mikosi, ya usirani, ya kuwa wazimu, bila kuharibika. Hiyo ndio eneo ilikuwa kwa nchi ya Gerasi. Hiyo eneo ilikuwa ni pwani, ilikuwa ni mapepo yanatoka huko.
Na wakanga na wachawi kishajua na nyoka fulani wanakutua huko. Wewe potana huko. Wewe ngamia huko. Maisha kazi yako, nyota yako, biashara yako inaenda wapi? Kwa pwani ya Gerasi. Ni vile watu wengine. Nyota zote zipelekwa baharini, ingine kwa makaburi, ingine kwa japata, ingine kwa anga, ingine wanaikuwa ajali, ingine wanaikuwa magonjwa, wanaikuwa misirani, wanaikuwa talaka, wanaikuwa kataliwa na shuka ina kwao. Hiyo maroho yote ya Gerasi ndio pale kwa mtu yake asisome. Ndio pale mtu yake asikwenda ndoa. Ndio pale ndio asikwenda kazi. Ndio pale asikwenda biashara. Ndio pale asikwenda kazi nzuri. Ndio pale asiendelee na kazi. Ndio pale asiendelee. Ndio pale Gerasi. Ndio pale mapita Gerasi. Mapita ile makaburi. Haina matambiko. Makabora. Kata. Ila maro. Gerasi. Pwani, ila kweli, ila libani, ila biashara, ila pepo, ila kona, ila boma, biashara, ila kilishi, ila dawa, ila vitu, ila leo, ila moto, kilishi, ila dawa, ila nyoka, ila pale, ila moto, nyoka, ukenge, ila sauti, ila moto, malaika, ila samu, choma yote, choma, katika soma. Naye aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule, mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani, ila alikaa makaburini. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala anatoa ndoto. Hana nguo, labda na nguo nusu, labda nguo yake imeroka kwa ndoto. Sasa tunajishaka na una imani? Hapana. Kuna maroho ya eneo ya kijiji au kwa nafanya kazi, kwa unaishi kwa biashara, wamenasa yote yako. Ndio kwa yote biashara ya kazi ya watoto, ama masomo, ama uchumi wananasa kujaribu. Sasa kwa kuletea uko uchi, ama uko nusuji, ama ngozi bararuka, anakuwa mpiaga. Yeye ndio, haina kwa familia, ndio kwa ukoo, ndio kwa maadui, ndio kwa watezi, ndio kwa wakanga mauchawi. Wamenasa maisha yako. Na kama una familia na watoto, unaanza kuombea watoto sehemu ya masomo, ama sehemu ya ndoa, unaombea mke wako, unaombea bwana yako. Kwa sababu unachaka kwamba kunenea maisha yako imetekwa nyara na wakachukua siri ya baraka yako. Wakikia roho ya uharibifu, roho ya mauti, roho ya ajali, roho ya madeni, roho ya maskini. Hata mwana kutia watu ili waanze kutafakari na utishe damu ya Yesu. Kisha nguvu za Mungu upige roho na ushinde kwa damu ya Yesu. Amen. Haleluya. Kitana wapeleka kwa wazimu huko, walimalisha kwa chukua utake yote. Wanataka kumwekea mapepo ya kwa wazimu, mapepo ya ajali, mapepo ya utasa, mapepo kutokuoa, mapepo kutokulewa, mapepo kutokusoma. Wamemwekea, wamechukua nyota, wamechukua kibali, wamechukua neema. Ndio lazima ukarimie nyota yako, watu yako, ya ndoa yako, ya kazi yako kwa kuomba. Bedi garamia. Nimesema familia yake yote ilikuwa imekwisha, lakini ngani nipige mahali pale. Baada ya miezi 3 ndio faulu. Wacha miezi imebaki, Mungu akubariki. Amen. Na hii mwaka ya 2026. Amen. Amen. 35 kuanzia mstari wa 35. Soma. Watu wakatoka kwenda kuliona lililotokea, wakamwendea Yesu, wakamwona mtu yule aliyetokwa na pepo ameketi miguuni pa Yesu, amevaa nguo na akili zake. Amevaa nguo na akili zake. Akurudishia akili, akurudishia kibali, akurudishia kipawa, akurudishia upako. Jumapili ya leo ni kipawa kupanda kanisa, ni upande ya kazi, ni upande ya biashara, ni upande ya elimu, ni upande ya uchumi. Akurudishia nguo ya kipawa, ya kibali,
neema kwa maisha yako. Amen. Ule wa kwanza kijiji alimfunga. Huyu wa pili mji alimfunga. Amen. Ndio wiki yote kimya kijiji, kimya mji. Kijiji ni mji. Pale umetoka, ulizaliwa, pale unaishi, pale unafanya kazi, ni bwana yako na mtu yako, yeye pia ni kama kijiji, kama eneo. Amen. Sehemu ya 3, Isaya 54:17. Tasoma Isaya 54 kuanzia mstari wa 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Amen. Huyu ni Isaya tuma kwa Kristo, kwa teule ambao silaha ya maongeo ilikuwa ndani yao. Kuna watu walikuwa wanaongea wakiongea pale jana ndio napata. Ndio itaribika. Kazi utawacha kazi itaribika. Mungu anasema tuone kama atafika kesho. Na nakufa siku hiyo. Tuone kama atafika ataenda safari atarudi. Sio ndio kuna tunaongea namna hiyo. Amen. Hata na kazi Nairobi na kuambia tuone kama atarudi kujenga hapa. Sanduku itarudi na sanduku. Yaani unashindwa. Tuone kama mwanangu ana mtoto. Muongele ya uharibifu, muongele ya mauti, muongele ya maskini, muongele ya miaka ya matatizo. Ndisa kaambiwa, unapokemea kila eneo, kila kijiji ya mazingara, kemea hata maongeo wanaoongea. Labda ni kwa ni baba niongea kwako, labda ni mama niongea kwako, labda kuna mtu fulani, ama kuna mtu fulani niongea kwako. Kwa mtu yako. Tuko nasoma tuone kama kutamaliza. Sio unasema na mtana mali ya malisi. Maroza maongeo. Amejenga tuone kama ataingia. Ukiingia tuone kama atao. Hayo ukioa tuone kama anapata watoto. Damu iko ndani yako utashinda. Utaingia, utapata watoto wasomba. Nao pia utafanikiwa kupita kwa imani yako. Haleluya. 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 Kila maongeo anaongea kazi yako. Kila maongeo anaongea biashara yako. Kila maongeo anaongea uchumi. Wako yako watoto. Hata kama graduate. Maongeo ya nada. Maongeo ya hadithi. Maongeo ya matatizo. Maongeo ya kasa. Maongeo ya magonjwa. Maongeo ya mausi. Maongeo ya lala. Maongeo ya mikosi. Maongeo ya msirani. Nakanusha. Sema ongeo. Tafuta. Kaburi. Waliongea. Wakanena. Wakasema. Wakakuwa. Kule kio. Kule maji. Futa. Kila maongeo. Ongea chani. Ongea msirani. Ongea mikosi. Ongea maskini. Ongea mima. Unalimika. Walisema. Ungeweza kuwa. Ongeo. Utafuta.
Mama anasema kufuta yote Jehova. Ninaomba wiki mpya, siku mpya, mwezi mpya, Baba bariki kila moja. Vile umekulia Baba wakumbuke, warehemu, watakase. Vile kelele ulipolia Baba unakumbuka kwa mwezi mpya. Basi kila moja amegea kelele Baba, kumbuka kilio chake. Kumbuka maombi yake. Kumbuka dua yake Jehova. Anza mtume kwa ushindi. Anza mtume kwa baraka. Anza mtume kwa utakaso. Baba anasema na sasa Baba. Bariki kazi mikono yao, bariki watu wao. Wanaporudi shuleni wabariki. Wewe ndio bariki na kazi. Ile kazi ilikuwa ni ngumu, najua kama umeshampa kazi. Mpa biashara Baba. Mpa mali ya kuishi Baba. Mpa ndoa yake Baba. Mpa makao yake Baba. Nimesema na sasa. Wacha hizo sita zimebaki. Mungu wafanikishe, watakase na watawale na kuwabariki. Na nikozo kitu watukiamini. Piga makofi kwa Yesu. Piga kwa Yesu makofi. Salia mwenzako mwambie nimebarikiwa. Nimeanza mwanzo mpya. Na Mungu akubariki sana. Abariki watu yako. Abariki familia yako. Walisema itawezekana kwa Mungu, inawezekana. Wacha hata ya Mungu imulike. Na hii aibu itoke iende kabisa. Amen. Basi chukua maji yako. Tupate matangazo. Tukishatengeneza wiki hii kanisa letu, ndio kijao nitawaambia nyinyi kile kitu mnaona. Amen. Basi karibu wane maji, wane picha na matangazo, tufunga ibada. Hata kama utakuwa umeenda mbali, tukuaminia, usiwe na wasiwasi.